zina mbele ya Allah imetofautiana kuhusiana na kutegemeana na hali ya mzinifu. Sikiliza sasa, sina muda wa kutosha wa kudadavua na kuchambua, lakini naamini nyote mnafahamu zina ya bachela. Nenda mwanzoni mwa suratu An-Nur, sura ya 24. Sio sawa na zina ya mwanandoa au aliyewahi kuonja raha ya ndoa, aliyewahi kuingia ndani ya ndoa. Zina ya bachela kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, ikithibitika mtu amezini kwa ushahidi wote wa kisheria, mijaladi 100, bakora 100 mgongoni, na anafukuzwa katika nchi kwa mwaka mmoja. Huyo ni bachela. Zina ya wanandoa, na wanandoa ndo wanaongoza kwa zina. Sasa wenyewe wanaita michepuko. Ama kweli mnachepuka, kwa sababu kuchepuka ni kwenda kando hivi, mnakwenda kando. Uislamu unasema mwanandoa atakayezini na ikathibitika apigwe mawe mpaka afe. Hukumu yake ni kifo, tena mawe mpaka anakufa, mpaka mnahakikisha roho imemtoka. Wanandoa wangapi leo wanawake, mtu ana mke na ana mademu wengi sana, na anazini kila kukicha, ikiwa hukumu yake hatakiwi kuishi kwa mujibu wa Bwana Mtume Muhammad, na anaishi kwa sababu ya demokrasia. Nini maana yake? Ni mfu anaishi katika ardhi ya Allah. Hukumu ya Allah imepita mbinguni, apigwe mawe mpaka afe. Duniani tunaambiwa nchi hizi hazina dini na zinaa sio katika makosa ya jinai, ili mradi muwe mmekubaliana. Lakini aliyekuumba kashapitisha kule kalamu, mfu, maiti, mawe mpaka kufa, alafu wasikuue. Maana yake unasubiri uende ukauawe na bingwa wa mabingwa aliyenyanyua mbingu 7 pasina nguzo. Kwa nini usioe? Halali kwako mke wa pili, wa tatu, wa 4. Kwa nini usioe?